السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ndugu zanguni Waislamu, wazee wangu na vijana wenzangu, katika muhadhara wa leo utaangazia biidhnillahi azza wa jal chini ya mada inayosema almizanu shar'i fi qabuli al-a'mal. Almizan الشرعي في قبول الأعمال، mizani ya kisheria katika kufahamu ya kwamba hizi ibada zetu na haya matendo tunayojikurubisha nayo kwa Mola wetu subhanahu wa ta'ala, ya kwamba je, yamekubaliwa au si yenye kukubaliwa. Kwa munasaba wa huu mwezi ambao kwamba umetuingililia na tuko ndani yake, tukaonelea ni vizuri kuja na maudhu kama hii, ili mwanadamu awe katika uhakika na awe juu ya ilmu na juu ya basira juu ya yale yote anayoyafanya kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mola wake subhanahu wa ta'ala. Sasa kupitia hii mizani iliyowekwa na sheria yetu ya Kiislamu, na kupitia hii mizani iliyowekwa na Mola wetu subhanahu wa ta'ala na kadhalika mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam, mwanadamu atafahamu ni kipi kinachopaswa kupelekewa Mola wetu jalla wa ala na kwa mfumo gani, kama itakavyokuja maswala mawili: liman na'bud wa kaifa na'bud, ni nani tunayempelekea ibada zetu, na kadhalika swala la pili, zile ibada ikiwa tutampelekea Mola wetu subhanahu wa ta'ala, ni kwa namna gani, ni kwa mfumo gani tutakaniwa tupeleke zile ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa sababu kila mmoja wetu yuwasali, au wengi wetu, na wengi katika Waislamu ni wenye kufunga, na wengi katika Waislamu ni wenye kutekeleza ibada tofauti tofauti. Lakini suala la msingi la kujiuliza ni kuwa, je, wewe unayeswali hiyo swala yako Mola wako yuikubali? Na wewe unayefunga
sawa sawa ni funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan au funga za sunna na nyinginezo. Je, hiyo saum Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali? Na wewe unayekwenda mji wa Makka kutekeleza ibada ya haji, ibada tukufu, bali ni moja katika nguzo za dini ya Kiislamu, je, ibada hiyo ya haji Allah subhanahu wa ta'ala anaikubali? Kwa hiyo haya yote ndugu zanguni, hafidhakumullah, yatapambauka na kufahamika biidhnillahi azza wa jal kupitia huu muhadhara almizanu shar'i fi qabuli al-a'mal, mizani ya kisheria ambayo kupitia hiyo mizani biidhnillah tutaweza kufahamu na kupima zile ibada zetu ambazo tunampelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Je, Allah atazikubali au utakuwa ni mwenye kupata hasara? Kwa sababu wako katika wanadamu ambao kwamba wamefanya bidii katika huu ulimwengu kutekeleza mambo ya khairat, kufanya mambo mazuri na mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, wakitarajia mema na malipo mazuri kesho siku ya Kiyama mbele ya Mola wao azza wa jalla. Lakini kwa masikitiko, ikifika siku ya Kiyama wanayakuta yale yote walioyafanya katika khairat na ibadat, Allah subhanahu wa ta'ala hawalipi lolote, kama alivyosema Allah jalla wa ala katika Qur'an, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, kabla ya kuingia katika muhadhara wetu wa leo unaoangazia mizani ambayo kwamba itatufahamisha sisi kufahamu ibada zetu hizi tunazompelekea Mola wetu jalla wa ala, atatulipa ama hatatulipa. Kabla ya kuingia katika hii maudhu, ni vizuri mwanadamu kuelewa mambo mawili. Jambo la kwanza ambalo kwamba ni qa'idatun shar'iyyah wa qa'idatun fiqhiyyatun usuliyyah, ni kanuni ya kisheria, ni kanuni ya kifiqhi inayosema al-ibadat tawqifiyah. Hizi ibada tunazozifanya ndugu zangu Waislamu, kama vile sala, kama vile kuchinja, kama vile kuweka nadhiri na kutegemea na mengineyo, hizi ibada zote na kusoma Qur'an, kuleta adhkar na mengineyo, sawa sawa ni ibada za kutamka au ni ibada zinazofungamana na kiwiliwili cha mwanadamu au ibada zinazofungamana na itikadi. Hizi ibada zote ni tawqifiyya. Nini maana ya tawqifiyya? Yani ibada hii haitambuliki kuwa ni ibada mpaka ipitishwe na sheria ya Kiislamu. Kwa ufupi kabisa, al-ibadat tawqifiyya ay anna hadhihi al-ibadat la tathbut illa bimadha, bidalil imma min al-kitab au min as-sunnah an-nabawiyya as-sahiha. Hizi ibada tunazozifanya hazitambuliki kabisa mpaka ipitishwe na sheria ambayo ni Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na hii ni kanuni muhimu sana ndugu zanguni na wazee wangu. Lau mwanadamu ataishi na hii kanuni, atahifadhika na mengi yaliyozuliwa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dini aliyomteremshia mtume wake Muhammad alayhi salatu wassalam. Ma hiya hadhihi alqa'ida? Al-ibadat tawqifiyya, kumaanisha hizi ibada hazithubutu isipokuwa kupitia Qur'an na sunna za mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam.
Sisi twasema katika dini yetu ya Kiislamu kuna nguzo 5. Nguzo ya kwanza ya shahada, ya pili ni sala, ya tatu ni zaka, ya 4 ni saum, ya 5 ni hija. Hizi zote ni ibada. Swala ambalo kwamba nafaa kuulizwa ni dalili gani, ni egemeo gani uliotegemea kutuambia kwamba nguzo za Kiislamu ni 5? Jawabu ambalo kwamba nitalitoa ni hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyoipokea Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, na hadithi iko katika Sahih al-Bukhari na Muslim. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema buniya al-islamu ala 5. Kwa hiyo maneno yangu ni ya ukweli kwa sababu yana nini? Yana mashiko na yana dalili na yana hoja. Wazi? Kwa hiyo utakapokuja kusema nguzo za Kiislamu sio 5, nguzo za Kiislamu ni ngapi? Ni 4. Hatutakuunga mkono, kadhalika hatutafanyaje? Hatutakupinga. Wajibu wetu kukuuliza nini? Una dalili gani? Kwa hiyo hii ndio maana ya al-ibadat tawqifiyya. Ibada yoyote unayoifanya lazima iwe imethibitishwa na sheria yetu na dini yetu ya Kiislamu. Vinginevyo, kama itakavyokuja katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam aliyoipokea al-Imamu Muslim rahimahullah, Mtume alayhi salatu wassalam asema man amila amalan, yoyote atakayefanya kitendo, laisa alayhi amruna, kitendo kama hicho hakiko katika mafundisho yetu, yani ni wewe mwenyewe ulala ukainuka ukaamua tu kufanya hili jambo, natija yake nini? Mtume alayhi salatu wassalam asema fahuwa raddun ay mardudun alayhi, kitendo kama kile ataregeshewa yule mwanadamu mwenyewe. Kama kile kitendo kimegharimu mali, ujue mali yako imepotea. Kama kile kitendo na ile ibada imegharimu nguvu, ujue nguvu zako zimekwenda patupu. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam asema fahuwa raddun ay mardudun alayhi, yale yote aliyoyafanya ambayo kwamba hayamo katika mfumo na mwenendo na msururu aliokuja nao Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, fahuwa raddun, ataregeshewa mwenyewe. Hili ni jambo la kwanza. Al-ibadat tawqifiyya, ibada zote hazitambuliki isipokuwa ziwe zimepitishwa na nini? Na Qur'ani na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ukisema sala ni ibada, tukwambia dalili nini? Tutasema dalil wa aqimu sala, Mola wetu yuwasema simamisheni sala. Kwa hiyo sala ni ibada kupitia Qur'an. Kwa hiyo matendo yetu ndugu zangu Waislamu yanatambulika kwa mashiko ambayo ni Qur'an na sunna za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, na hivi ndivyo inavyothibiti na kuthibitishwa ibada. Jambo la pili ambalo ni wajibu ndugu zangu ni sisi kulifahamu, ma hiya al-ibada. Hii ibada ambayo kwamba tumesema haithibiti isipokuwa kupitia Qur'an ama sunna za Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hii ibada nini? Asema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah akielezea na kutoa taarif na maana ya ibada kama ilivyo katika risala yake al-Ubudiyya, asema hiya ismun jami'. Hiya ismun jami', ni jina ambalo kwamba limebeba likulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda, kila analolipenda Allah subhanahu wa ta'ala na akaliridhia Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo ni ibada au ibada ni kila jambo analolipenda Allah na akaliridhia Allah subhanahu wa ta'ala, min al-aqwal, kutokamana na maneno kama vile kusoma Qur'an ni jambo ambalo kwamba Allah yualipenda na yualiridhia,
na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala akaliekea ndani yake thawabu. Wal a'mal, na kadhalika vitendo adh-dhahira, vitendo ambavyo kwamba vaonekaniwa kama vile sala. Wazi, sala ni ibada, masi ibada ni ibada. Yaonekana amejificha, yaonekana kama yule pale ndugu yetu yasali, kwa hiyo ibada yaonekaniwa. Wal batina, na ibada ambayo kwamba haionekaniwi kama vile saum. Nani aweza kuthibitisha hapa nilipo ninafunga au sijafunga? Kwa hiyo saum ni ibada lakini haionekaniwi. Sawa? Kwa hiyo hii ndio taarif na definition ya ibada. Ibada ni kila analolipenda Allah na akaliridhia kutokamana na maneno au vitendo yaliyodhihiri na yaliyofichamana. Na hii ibada ambayo kwamba Allah yuipenda na yuaridhia ibada kama hiyo, kujua kwamba hili jambo ni ibada ni kupitia ile kanuni tuliyoitoa hapo mwanzo ya kwamba ibada haithibiti wala huwezi ukathibitisha kwamba hili jambo ni ibada na yualipenda Allah na mtume wake isipokuwa nini? Kupitia Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ukifanya jambo lolote katika dini ya Kiislamu, akaja ndugu yako Muislamu, ima ni msomi ama si msomi, akakuuliza kwa sababu pengine lile jambo kwake yeye ni geni, hili jambo wewe walifanya ni ibada? Kamwambia ndio ni ibada. Akikuuliza dalili, usikasirike. Akikuuliza hoja juu ya lile unalolifanya, wafaa nini? Umwambie Allah subhanahu wa ta'ala amesema katika Qur'an kuhusiana na hili jambo mnalolifanya, au Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema katika sunna zake kwamba hili jambo mnalolifanya ni katika ibada, au hili lililolisema Allah yualiridhia na yualipenda. Vinginevyo matendo yetu yatakuwa nini? Batil, mardud alaina, wallahu almusta'an. Tuko pamoja mpaka hapa au nregelee? Tuko pamoja. Tayeb, baada ya huu utangulizi mfupi, ndugu zangu wa Islam, tukiingia kwenye maudhui yetu na muhadhara wetu unaosema almizanu shar'i fi qabuli al-a'mal wa fi qabuli al-ibadat, mizani ya kisheria ambayo kwamba itatufahamisha sisi kuelewa kwamba hili jambo Allah subhanahu wa ta'ala amelikubali na hili jambo Allah tabaraka wa ta'ala hajalikubali. Kuna umuhimu gani ndugu zangu ni kuongelea hii maudhui? Umuhimu wake ni kwamba kesho siku ya Kiyama rasilimali yako sio mali yako wala yale yote unayoyamiliki katika huu ulimwengu. Rasilimali yako kesho siku ya Kiyama ni kitu kimoja peke yake. Ma huwa? A'maluka as-salihah, ni matendo yako. Kunywa na mkono wa kulia. Barakallahu fika. Kesho siku ya Kiyama rasilimali yako ndugu yangu Muislamu ni matendo yako mema. Sasa ikiwa hautakuwa mjanja na kuwa na uhakika juu ya haya matendo yako na hizi ibada zako unazojikurubisha nazo kwa Mola wako usiku na mchana, utapata hasara. Kwa hiyo kuna umuhimu kuelewa mizani ambayo kwamba tutaishi nayo ili kuwa na uhakika juu ya haya matendo yetu yakubaliwa au hayakubaliwi. Wazi? Na ndio maana kuonyesha umuhimu wa hii mizani, Allah subhanahu wa ta'ala hatambui matendo mengi. Allah yatambua matendo ambayo kwamba yataafikiana na Qur'an na sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Na ndio maana katika Qur'an Allah amesemaje? Tabarakalladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir, alladhi khalaqa almauta walhayata, yule aliyeumba mauti na uhai, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, ili Allah wapatie mtihani nani atakayetekeleza matendo mema.
Hakusema liyabluwakum ayyukum aktharu amala, ili awatahini nani atakayekuwa na matendo mengi. Na bila shaka ukiwa na matendo mengi na yakiwa mema, hiyo ni khairi kubwa. Lakini matendo mengi ambayo kwamba yako nje ya sheria ya Allah na nje ya mfumo aliyokuja nao Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam, matendo kama hayo hayazingatiwi, hata kama yawe mfano wa jabali. Kwa pamoja, kwa hiyo matendo yanayozingatiwa ni matendo mema, hata kama ni machache. Na matendo ambayo kwamba hayazingatiwi ni yale matendo ambayo kwamba si mema. Ni matendo gani ambayo kwamba si mema? Yatakuja. Yakikosa moja katika masharti mawili, hayawi mema, hata kama yatakuwa ni makubwa na makubwa na makubwa, mfano wa majabali, hayazingatiwi na Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Kwa hiyo ndugu zangu wa Waislamu, mizani kama hii Allah tabaraka wa ta'ala aliyotuwekea katika Qur'an na mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ili kuchunga hizi ibada zetu. Kwa lugha nyingine maulama wanasema shurutu qabuli al-a'mal as-salihah huma shartan ithnan, masharti ya kukubaliwa matendo yetu na ibada zetu ni masharti mawili peke yake. Ukikosa katika sala yako, katika saumu zako, katika mema na ibada zote unazozifanya haya masharti mawili, ujue basi hauna nini? Hauna thawabu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa chunga usikose haya masharti mawili. Sharti la kwanza, maulama wanasema an takuna hadhihi al-ibadat wa hadhihi al-qurbat lillahi jalla wa ala, wa an ya'budu al-insan rabbahu wahdahu faqat. Haya matendo yote unayoyafanya, kina sala, zaka, saum, kuamrisha mema, kukataza maovu, kutoa sadaka na ibada zote ambazo kwamba zimethibiti katika dini yetu, wamfanyia nani? Hilo ndio swala la kwanza. Liman tusrif hadhihi al-ibadat, hizi ibada ambazo kwamba zimethibiti katika sheria yetu, wampelekea nani? Wazifanya kwa ajili ya nia gani na makusudio gani? Sasa sharti la kwanza ni wajib ya kwamba hizi ibada apelekewe nani? Mola wetu subhanahu wa ta'ala. Fatusalli lillah, ni wajib juu yako wewe umsalie Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini wafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani? Lau mtu akikuuliza kwa nini ndugu yangu wewe wafunga mwezi mtukufu wa Ramadhani kila mwaka, wewe wafunga mwezi mzima, jawabu lako litakuwaje? Naam, kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sio kwamba mimi naona Waislamu wafunga na kwa kuwa mimi Muislamu na mimi pia nafunga. Hiyo si ibada. Sawa sawa. Huwezi ukasema mimi naswali kwa sababu hapa Miritini kuna msikiti, kila kukiadhiniwa naona Waislamu wanaenda kuswali na mimi basi wacha nifuate wimbi nende nikaswali. Hapo bado hujamwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Ni lazima umwabudu Mola wako peke yake. Wasali na sali kwa ajili ya Mola wangu, yeye ndiye aliyeniamrisha. Kwa nini nafunga mwezi mtukufu wa Ramadhan? Nafunga kwa sababu Mola wangu ameniamrisha. Kwa hiyo mimi natekeleza amri yake na namtakasia yeye peke yake hizi ibada, na kwa lugha nyingine yaitwa ikhlas. Al-ibadat lillahi subhanahu wa ta'ala, kumtakasia Allah tabaraka wa ta'ala peke yake hizi ibada. Kwa hiyo hili ni sharti la kwanza, kumwabudu Allah peke yake ni wajib na ni sharti miongoni mwa masharti ambazo zitapelekea ibada zetu kukubaliwa. Dalili ya kwamba ikhlas, kumtakasia Mola wetu ibada ni lazima, Allah tabaraka wa ta'ala asema katika surati al-Bayyinah, wama umiru illa liya'budu Allah
mukhlisina lahu ddin, na wala hawajaamrishwa isipokuwa wamwabudu Mola wao hali ya kumtakasia yeye dini peke yake. Katika aya nyingine Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema au aambiwa na Mola wake jalla wa ala, qul inni umirtu an a'budu Allah mukhlisan lahu ddin, waambie ewe Muhammad, kwa hakika mimi nimeamrishwa na Mola wangu nimtakasie yeye dini peke yake. Kwa unapoomba umuombe Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usiombe maiti. Unaposali msalie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usilisalie kaburi. Unapochinja mchinjie Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, usichinjie majini wala makaburi kwa ajili ya kuondoa nuksi na ibada nyinginezo. Zote unampelekea nani? Unampelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiingiza mtu wakati baina yako wewe na Mola wako subhanahu wa ta'ala, ibada yako imeharibika. Ukiingiza mtu wakati na kati katika ile ibada yako unayoifanya baina yako wewe na Mola wako, ibada yako imeharibika. Na hii ndiyo asili ya ushirikina wa washirikina wa zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walikuwa wakimwabudu Allah tabaraka wa taala, lakini hawakuwa wakipeleka ibada kwa Allah peke yake. Hawakuwa ni wenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala ibada, bali walikuwa wakimwabudu Allah na wakati huo huo wanamwabudu asiyekuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo wakawa ni washirikina kwa sababu wamemshirikisha Allah pamoja na viumbe vyake katika mambo yanayomhusu yeye peke yake Allah subhanahu wa ta'ala. Dalili nyingine yenye kuonyesha ya kwamba kumtakasia Allah ibada na kumwabudu yeye peke yake ni lazima na ni wajib na ni sharti ili ibada zetu zisihi na zikubaliwe, ni neno la Allah subhanahu wa ta'ala, wa'budu Allah. Allah subhanahu wa ta'ala asema muabuduni Allah tabaraka wa ta'ala, ay wahidu Allah, mpwekesheni Mola wenu jalla wa ala katika ibada zenu. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam asema katika hadith aliyoipokea Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma, innamal a'malu binniyat, hakika matendo yote na maneno yote huzingatiwa kulingana na nia yako. Wa innama likulli imri'in ma nawa, na kila mwanadamu atalipwa na Mola wake subhanahu wa ta'ala kutokana na nia yake. Yani in khayran fa khayr, nia yake ikiwa ni nzuri atalipwa mazuri, wa in sharran fa shar, na nia yake ikiwa mbaya atalipwa mabaya. Wazi. Kwa hiyo sharti la kwanza nini ndugu zanguni? Tauhid, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika hizi ibada. Kinyume chake nini? Ushirikina, yani kumshirikisha Allah na kumsawazisha Allah katika mambo yanayomhusu yeye peke yake. Mambo yanayomhusu Allah kama vile nini? Utendakazi wake na nini? Uungu wake. Sasa uungu ndio huu unaofungamana na ibada. Ni wajibu umwabudu Mola wako peke yake na uzipeleke ibada kwake yeye subhanahu wa ta'ala, kama vile ambavyo kwamba ni wajibu uitakidi utendakazi wake kwamba yeye peke yake ndiye anayeumba, yeye peke yake ndiye anayehuisha, yeye peke yake ndiye anayeondosha matatizo, yeye peke yake ndiye anayeleta matatizo subhanahu wa ta'ala. Ukiitakidi yuko anayeumba kinyume na Allah, wewe ni mshirikina. Yuko anayeweza kuondoa matatizo kinyume na Allah, wewe si muwahid, wewe ni mshirikina. Ukaitakidi ya kwamba uzi mweusi waweza ukamwondolea mwanadamu matatizo, au unaweza ukamkinga mtoto mdogo kutokamana na jicho baya au maradhi au nuksi, wewe ni mshirikina. Kwa hiyo hili ndilo sharti la kwanza ndugu zangu Waislamu.
na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala kututanabahisha sisi kuhusiana na hili sharti la kwanza, akamwambia mtume wake kama ilivyo katika surati Az-Zumar, la in ashrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna min al-khasirin. Na lau ewe Muhammad alayhi salatu wassalam, lau utamshirikisha Mola wako, mtume hawezi kumshirikisha Allah tabaraka wa taala, amehifadhiwa kutokamana na madhambi mtume wetu alayhi salatu wassalam. Lakini ili kuonyesha madhara ya kumshirikisha Allah na kutomwabudu yeye peke yake, Allah anaelekeza maelezo hayo kwa mtume wake, ambayo haya maelezo yanatufikia sisi kadhalika, lianna khitaban lirrasul alayhi salatu wassalam huwa khitabun li ummati illa an ya'tiya ad-dalil yakhussu hadha al-khitab annahu khasun biman binnabii sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu maamrisho yote aliyoamrishwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yale maamrisho yanarejea kwetu sisi, isipokuwa ije dalili itueleze sisi kwamba hili jambo ni khas kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wa ila mtume akiambiwa ya ayuhan nabiy ittaqillah, mche Mola wako, ile amri inaenea kwetu sisi kwamba sisi kadhalika tunaambiwa nini? Ittaqullah, mcheni Mola wenu. Na makatazo yote aliyokatazwa mtume sallallahu alayhi wasallam kadhalika ni makatazo kwa nani? Kwetu sisi. Tuko pamoja? Tayeb, hili ndilo sharti la kwanza, na kinyume chake ni ushirikina. Yoyote atakayemwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba akasali kwa ajili ya Allah tabaraka wa ta'ala, akafanya ibada nyinginezo kwa ajili ya Mola wake, la yuridu sum'atan minan nas, hataki kusikika, wala yuridu athana minan nas, wala hataki kusifiwa. Fulani unamwona bwana, mashallah, hana mfano, yule kwa kutoa, yule kwa kufanya ibada, yule kwa kufunga Jumatatu na Alhamis peke yake, mashallah. La, wala hataki kujionyesha, yeye yataka kumuonesha Mola wake. Wazi? Hataki hizi takataka nyingine zinazofungamana na ulimwengu, kusikika, kusifiwa, hayamjalishi. Yeye asifiwe, apondwe, yote hayo ni moja kwake. Na hii ndio alama ya ikhlas, ndugu zangu Waislamu. Baadhi ya maulama wasema min alamati al-ikhlas an yakuna dhammu an-nas wa madhu an-nas lak sawa. Alama ya kutaka kumjua mchaji Mungu na yule ambaye kwamba yuwafanya ibada na matendo mema kwa ajili ya Mola wake, yule anayemsifu na yule anayemsema vibaya, wote kwake yeye wako sawa. Tuko pamoja? Wote kwake yeye wako sawa, kwa sababu yeye hakumfanyia huyo aliyemsifu wala hakumfanyia huyo aliyemsema vibaya. Yeye amemfanyia nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sasa swali la jahabu, utakapomfanyia Mola wako ibada, ukasali kwa ajili ya Allah, ukafunga kwa ajili ya Mola wako, je, hili sharti la tosha kukubaliwa ibada yako? Yatosha? Aljawabu la, haitoshi. Wazi? Kwa mfano, wewe wasali sala ya alfajiri kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, umtoka ulipotoka, usikia hayya ala sala, ukaja msikitini moja kwa moja, wataka nini? Kutekeleza ibada ya salatu alfajr, lakini ukasali alfajiri rakaa moja, nia yako ni safi, ndiyo. Wamsalia nani? Namsalia Allah subhanahu wa ta'ala. Je, ile ibada yakubaliwa? Nakuuliza, ile ibada yakubaliwa? Alfajiri umsali rakaa moja peke yake, takubaliwa? Haikubaliwi. Kwa nini? Naam, umeswali rakaa moja na mtume katika swala alfajiri amsali rakaa ngapi? Rakaa mbili. Kwa hiyo sharti la pili, ndugu zanguni, wanasema maulama, muwafaqatu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wattiba'uhu fi hadhihi al-ibadat,
Ukishatakasa nia yako, ukatoa ule uchafu wa kujionyesha na kutaka sifa za wanadamu na kusikika, ukawa wewe moyo wako wataka radhi za Allah na pepo ya Allah na thawabu za Allah, sharti la pili, ile ibada uifanye kwa mfumo na kwa utaratibu aliyokuja nao nani? Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Ndiposa nyote mukakataa ya kwamba yule atakayesali kwa ajili ya Allah rak'a moja alfajiri haikubaliwi. Kwa nini? Kwa sababu amekhalifu sharti la pili la kusali kama alivyosali Mtume sallallahu alayhi wasallam, na yeye ndiye aliyetuambia sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Sisi hatujamwona Mtume alayhi salatu wassalam akisali, lakini masahaba zake ridwanullahi ta'ala alayhim wamemwona, na wao ndio wakatunukulia sisi sala ya Mtume, na mpaka leo tukawa sisi ni wenye kuisoma sala ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuanzia takbiratul ihram mpaka kutoa salamu. Yote hayo yamenukuliwa na kuhifadhiwa na masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo ni wajibu kwako wewe, ile ibada yako ya sala ikubaliwe, umsalie nani? Allah, na kadhalika usali kama alivyosali nani? Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kadhalika wanaokwenda haji, kimfanyia haji mola wako Allah subhanahu wa ta'ala, haikubaliwi ile haji yako mpaka uhiji kama alivyohiji nani? Mtume wako Muhammad na mwalimu wako na kiongozi wako Al-Mustafa alayhi salatu wassalam, na yeye ndiye aliyesema khudhu anni manasikakum. Alihiji na masahaba juu ya ngamia wake, akawa ni mwenye kuwaambia khudhu anni, chukueni enyi masahaba kwangu mimi, manasikakum, ibada yenu ya haji, kwa maana niangalieni ninavyofanya ili na nyinyi muniige kwa pamoja. Sasa wewe utakapotekeleza ibada ya haji au ibada nyingineyo kwa mfumo usiokuwa mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kwa utaratibu sheria uliotuwekea, amali yako itakubaliwa? Haikubaliwi. Kama alivyosema Mtume alayhi salatu wassalam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa raddun. Tuweni makini katika haya masharti, kwa sababu baada ya muhadhara mtawapatia mifano ya baadhi ya mambo yanayoitwa kuwa ni ibada, alafu nyinyi wenyewe mtatoa majawabu ikiwa tumeelewana vizuri katika huu muhadhara. Tawatajia baadhi ya mifano ya mambo yanayofanywa, alafu muniambie, je, ni ibada kutokamana na masharti na kanuni nilizowatajia, kwamba ibada haithibiti isipokuwa kupitia Qur'an na sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na kadhalika ibada ikiwa ishathibiti kwamba hii ni ibada, basi mujue haikubaliwi mpaka iwe ndani yake kuna ikhlas, bimaana ile ibada afanyiwe Mola wetu jalla wa ala peke yake, asishirikishwe na mtu yoyote. Na sharti la pili, ibada kama ile ifanywe kwa mwenendo aliyokuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam, au kwa lugha nyepesi, ile ibada ifanye kama alivyoifanya mtume wako alayhi salatu wassalam. Tuko pamoja? Tayeb, tuchukue dalili ya hili sharti la pili. Sharti la pili lasemaje? Kwamba kufanya ibada ni wajib kwa mwelekeo aliyokuja nao Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Dalili ya kwanza katika Qur'an, Allah subhanahu wa ta'ala asema, wama ataakumur rasulu fakhudhuhu, na yale yote aliyowaekea Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam yachukueni, wama nahakum anhu fantahu, na yale yote ambayo kwamba Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam amewakataza yaacheni kando. Wazi. Dalili ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala asema, qul in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa kweli nyi wanadamu
mwadai mwampenda Allah subhanahu wa ta'ala, maana wanaodai mapenzi ni wengi sana. Lakini je, kila mmoja wetu yuwapendwa na Allah? Aljawabu la. Kwa hiyo Allah yuwatoa mtihani katika huu aya na kipimo cha kumjua mrongo nani na mkweli nani katika mapenzi. Qal, waambie e Muhammad, qul in kuntum tuhibbuna Allah, ikiwa nyinyi kweli mwadai mwampenda Allah tabaraka wa taala, sharti nini? Fattabi'uni, nifuateni mimi. Hicho ndicho kipimo. Wewe wampenda Allah, sisi tutakuangalia, je, wamfuata mtume alayhi salatu wassalam, au mtume barabara yake iko kulia, wewe barabara yako iko upande wa kushoto. Wewe hata usiku na mchana ukiimba wampenda mtume na Mola wake alayhi salatu wassalam, sisi hatuzingatii mapenzi yako, na ni kipimo Allah ashatupatia, tajua kwamba wewe ni muongo katika madai yako. Kwa hiyo kipimo ni nini? Kipimo ni umfuate mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika matendo yako, mavazi yako, tabia zako, miamala yako, pamoja na Waislamu na wasiokuwa Waislamu, yote Mtume alayhi salatu wassalam ametuwekea. Kwa sababu gani? Hakuna kheri, na haya maneno kadhalika ni maneno mazuri, mwanadamu ayajalie kuwa ni kanuni, aishi na haya maneno na ayaweke katika maisha yake. Ma min khairin illa wan nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam dalla ummatahu alayhi. Hakuna kheri unayoijua na usiyoijua isipokuwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametufundisha. Kheri unayoijua wewe, bila shaka kheri inayotambulika na sheria, sio wewe unalala unaoteshwa wasema hili jambo ni kheri. La, kheri inayotambulika kisheria unayoijua na kheri usiyoijua, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam hakufariki isipokuwa ile kheri ametufundisha. Wama min sharrin illa wan nabiy sallallahu alayhi wasallam hadhara ummatahu min. Hakuna shari yoyote na baya yoyote, baya unalolijua na usilolijua, isipokuwa mtume hakufariki isipokuwa ametahadharisha umma wake kutokana na hiyo shari. Kwa hiyo short and clear, dini imekamilika. Dini mfanyaji? Imekamilika. Sawa sawa ni katika upande wa sisi kufundishwa kheri na mambo yanayomridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, kheri hiyo imekamilika. Na kadhalika katika upande wa mambo yanayomkasirisha Allah na kutoyaridhia Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika mtume ameyabainisha. Kwa hiyo huna nafasi, uwe na cheo utakachokuwa nacho, huna nafasi ya kupunguza wala kuzidisha. Huna nafasi ya kupunguza wala kuzidisha katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nafasi uliyokuwa nayo ni moja peke yake, ambayo nini? Alitibaa, kufuata haya maamrisho aliyokuja nayo Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Khalas, bas, wajibu wako wewe ni kufuata ramani Allah ashakuchorea, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameibainisha hii ramani aliyotuwekea Mola wetu jalla wa ala. Sasa wewe uje na kalamu yako useme hii ramani yatakaniwa iwe hivi na hivi, ujue waenda katika sehemu mbaya na utatumbukia katika mashimo mabaya ambayo hayamridhishi Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kwa hiyo dalili ya pili, ndugu zanguni, inayofahamisha ya kwamba kumuiga Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ni wajib, ni Mola wetu subhanahu asema katika surati An-Nisa kwa lugha ya kutuonya na kututahadharisha. Qal wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, na yoyote atakayemkhalifu mtume, yoyote atakayemaasi mtume. Wallahi hizi aya ziko wazi na Waislamu wazisoma, lakini washindwa kufahamu. Yani mtu yajipiga kifua vipi mpaka kuzua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani mwanadamu yeye yuogopa
onyo na indhar za mabosi na meneja wake, lakini onyo na indhar za Allah subhanahu wa ta'ala yuwapita tu kama vile yosoma kasida na maneno ya kawaida na gazeti. Allah sema waman yushaqiq ar-rasul, na yoyote atakayemkhalifu mtume, na yoyote atakayemaasi mtume, na yoyote atakayekwenda kinyume na mafundisho ya mtume wake alayhi salatu wassalam, min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, baada ya kubainikiwa yeye uongofu kwamba hili jambo ni batil, hili jambo ni bid'a, hili jambo ni uzushi, hili jambo hakulifanya mtume, ashaambiwa hii hapa Qur'an na hii hapa Sunna, hili jambo haliko ndugu yangu Muislamu. Allah sema min ba'di ma tabayyana lahu al-huda, ashabainikiwa na uongofu, wayattabi' ghayra sabili al-mu'minin, akafata njia isiyokuwa njia ya masahaba wa mtume. Abu Bakar amefanya hilo jambo? La, hakufanya. Umar amfanya hilo jambo? La, hakufanya. Kadhalika njia yake sio njia ya masahaba. Natija yake nini? Allah subhanahu wa ta'ala asema nuwallihi ma tawalla, tutamuelekeza huko huko anapotaka kuelekea. Ikiwa umeelekea ushirikina, hutaki tauhid, Allah yuwakuelekeza huko huko na yuwakutumbukiza huko huko unapotaka kuelekea. Hutaki sunna, wataka bid'a, Allah yuwakuelekeza huko huko unapotaka kuelekea katika mambo ya uzushi. Lakini nini alafu mwisho wake? Wa nuslihi jahannam, na tutamtia motoni, wasaat masira, na marejeo yake yatakuwa ni mabaya. Nani anayetaka kuingizwa moto wa jahannam? Nani anayetaka marejeo yake kuwa ni mabaya? Hakuna anayetaka. Kila mmoja wetu yapigania kuingia pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala, pepo iliyojaa neema, iliyojaa khairat, ambayo dunia mara 10 haifikii pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pepo ina masharti yake ndugu zanguni, kama vile dunia ina masharti yake. Unapotafuta kazi ina masharti yake, sio? Ule boss atakwambia lete CV. Sasa uwe wataka kwenda kutafuta kazi hospitali ya kufanya wagonjwa operation, na wewe ni imamu ama ustadhi kama mimi, utapewa hiyo kazi? Utapewa? Huwezi ukapewa. Kwa nini? Huna masharti yenye kuonyesha kwamba wewe wastahiki kuwa daktari na kuwatibu wagonjwa. Sasa pia pepo ya Allah si bure. Pepo ya Allah iliyojaa khairi na neema ndani yake haipatikani kwa bure, ina masharti yake. Masharti yake ni umwamini Allah subhanahu wa ta'ala kama alivyokuamrisha, na umsikilize mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa dini aliyokuja nayo, ambayo dini imekamilika, kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Aya ziko wazi kabisa. Yani wallahi, lau mwanadamu yataka kuzua na kuvumbua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, yani ni kama vile yajipiga kifua kushindana na Mola wake. Allah yuwasema katika suratul Maida, al-yawma, leo hii siku ya Arafa, akmaltu lakum dinakum, nishawatimizia na kuwakamilishia nyinyi dini. Yeye indirectly kwa kule kuzua yuamwambia Allah nini? Dini bado haijakamilika. Maana ukileta jambo ambalo kwamba mtume hajalifanya, ina maana wewe wamkosoa mtume, wewe wajaliza mapengo aliyoyawacha mtume Muhammad. Haya ni mambo ya kulazimu ukubali pale unapozua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu almusta'an. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala asema tena katika surati An-Nur kutuonya ndugu zangu Waislamu ya kwamba ni haram kumkhalifu mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Chunga, Allah yakwambia, ukiona mtume amekwenda njia hii na wewe ukashika njia nyingine, uko katika hatari. Allah yasema falyahdhari alladhina yukhalifuna an amri, watahadhari
wale wanaokhalifu amri ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa sharti la pili, ndugu zangu wa Islam, ni alitibaa, ni kufuata mfumo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hizi ibada zetu. Mtume alisali vipi? Mtume amesali hivi, kwa hiyo mimi nasali kama alivyosali Mtume. Hii ibada nyingine Mtume ameifanya, naam, ni ibada imethibiti katika Qur'ani na Sunna, lakini waifanya vipi? Kwa hiyo watazama hadithi za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na wewe watekeleza kama alivyotekeleza Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wewe wasali, wamsalia Allah tabaraka wa taala, wataka thawabu za Allah na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa nini unaporukuu haushiki mabega? Kwa nini? Na wauliza swali, ukirukuu washika magoti, sivyo? Kwa nini ukirukuu hushiki mabega? Kwa sababu Mtume alipokuwa yuarukuu hakushika mabega, anashika magoti. Kwa hiyo mimi nashika magoti kwa sababu ndio mafundisho ya Mtume alayhi salatu wassalam. Kusoma Qur'ani ni ibada ama ni haram? Ni ibada, wapata thawabu. Tayeb, kwa nini husome Qur'ani unaposujudu? Ni ibada. Jawabu ni lile lile, Mtume wakati wa sujudu hajasoma Qur'an na ametukataza kusoma Qur'an. Kwa hiyo usizue katika dini ya Allah ukasema salala, kwani kusoma Qur'ani ni haramu. Jamaa, munzidi nyinyi. Ibada zina sehemu zake na zina pahala pake. Mbona chooni usome Qur'an? Waweza soma chooni Qur'an, sio pahala pake. Wazi? Kwa hiyo lazima ufuate utaratibu aliyokuja nao mtume wako sallallahu alayhi wasallam, na ukifuata utaratibu wa mtume wako katika hizi ibada utaepukana na kila uzushi uliozuliwa katika dini ya Allah tabaraka wa taala, kwa sababu wewe utakuwa watembea na mizani mbili. Mizani ya kwanza, wajiuliza nafsi yako, waitwa nani? Jina lako Jumaa. Unaposwali wajiuliza, ewe Jumaa, wewe wamswalia nani? Hapo hapo wajijibu, mimi namswalia Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni nia nzuri, na hiyo ni ikhlas, na hiyo ni tauhid. Lakini usikome hapo, jiulize swala la pili, ewe Jumaa, hivi wewe wasali hii sala kama alivyosali mtume wako sallallahu alayhi wasallam? Wazi? Ikiwa naam, tarajia khairi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mimi nitawauliza swali lingine, kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ni ibada au si ibada? Ni ibada, bali ni miongoni mwa nguzo ya dini ya Kiislamu. Tuanza kufunga saa ngapi na tumaliza saa ngapi? Ahsan. Yani kabla alfajiri ya pili kuingia mpaka jua lizame. Tayeb, utakapofunga kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa nini usifunge jua linapozama mpaka alfajiri, alafu ukisha swali alfajiri uwe ni wakati wa kula? Ahsan. Kwa hiyo sharti la pili, ndugu zangu Waislamu, ni kufanya ibada kwa utaratibu aliokuja nao mtume alayhi salatu wassalam. Asema mtume wenu alayhi salatu wassalam kama fi sahihain min hadithi Aisha, man ahdatha fi amrina hadha, mtume asema yoyote atakayezua katika hii dini yetu jambo ambalo kwamba halimo, ma laysa minhu fahuwa raddu, jambo lile atarejeshewa mwenyewe. Katika riwaya nyingine ambayo imetangulia, mtume alayhi salatu wassalam asema man amila amalan, yoyote atakayefanya kitendo ambacho kwamba hakiko katika mafundisho yetu, fahuwa raddun, utarejeshewa mwenyewe na utatupiwa kitendo hicho. Lini? Lakini siku ya Kiyama. Saifanya upinge, ulete inadi, siku ya Kiyama yale matendo yote ukitarajia malipo, Allah subhanahu wa ta'ala atakurejeshea mwenyewe. Swala zako hizo wapochukua mwenyewe, sadaka zako hizo wapochukua mwenyewe, na hayo mengine yote ulioyavumbua tukua mwenyewe. Kwa nini? Moja katika mawili, ima ulimshirikisha Allah katika zile ibada,
au hukumshirikisha Allah, ulimfanyia yeye zile ibada, lakini ulizifanya kwa mfumo ambao kwamba hakukufundisha Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Wazi? Kuna bwana mmoja, siku moja alikuwa pamoja na mwanachuoni miongoni mwa wanawazuoni wa Kiislamu, imamu min a'immati salaf, akataka kusali kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala sala ya sunna baada ya sala ya alfajiri. Na sisi twajua hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, madha qala, la salata ba'da alfajr, hakuna sala baada ya alfajiri hatta tashruqa ash-shams, mpaka jua lichomoze. Ukitaka kusali sala ya sunna haifai baada ya kusali sala ya alfajiri, isipokuwa baadhi ya halat zilizotajwa na maulama. Huyu bwana akataka kusali sala ya sunna, yule imam akamwambia la tusalli, usisali, haifai. Yule bwana akashtuka, akamwambia ayuadhibuni Allahu ala salah, hivi Allah tabaraka wa taala ataniadhibu mimi juu ya ibada ya sala? Yani nia yake ilikuwa ni nzuri na yataka kumsalia nani? Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Sangalia jawabu la msomi, akamwambia la yu'adhibuka Allahu ala salah, Allah hata kuadhibu kwa ajili ya hii ibada ya sala, wa inma sayu'adhibuk ala mukhalafatik li sunnati an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, lakini Mola wako atakuadhibu kwa kukhalifu sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa sababu Mtume anasema usisali baada ya alfajiri, wewe wafanyaje? Wewe wasali. Sasa huko ni kufanyaje? Kumkhalifu Mtume au kumfuata? Kumkhalifu. Na yote anayemkhalifu Mtume alayhi salatu wassalam yuko pahala pabaya. Tuko pamoja ya jamaa, au labda na changanya? Tuko pamoja? Kwa hiyo masharti ni mawili ndugu yangu, ile ibada zako zifanyaje? Zikubaliwe. Sharti la kwanza ni ikhlas. Nini maana ya ikhlas? Yani hizi ibada namfanyia Allah peke yake, hakuna shirki katika hii ibada. Na sharti la pili, hii ibada ambayo kwamba nimeipeleka kwa Allah naifanya kama alivyofanya nani? Mwalimu wangu, mtume wangu, kiongozi wangu, salawatu rabbi wa salamuhu alayhi. Ukitekeleza haya masharti mawili, abshir bil khair min Allah subhanahu wa ta'ala, tarajia khairi, tarajia thawabu, tarajia malipo mazuri kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa ikiwa tumeelewa haya tuliyoyasoma, maashara al-ahibba, mimi nitawatajia baadhi ya orodha ya mambo, au tuite ni ibada kama wanavyoita wenyewe, alafu munithibitishie kupitia haya tuliyoyasikia na haya tuliyoyasoma, je, ni ibada au si ibada? Jambo la kwanza, maulidi, ambao maana yake na definition yake ni kukusanyika kwa ajili ya kufurahi na kumsifu na kusoma sera ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kukusanyika kwa ajili ya kufurahi na kumsifu na kusoma sera ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wengi katika Waislamu wanasema hii ni ibada. Sasa mimi nakuulizeni nyinyi, naomba kuthibitishiwa hili jambo ni ibada kwa dalili au si ibada, kwa nini? Ikiwa tumeuelewa huu muhadhara, naam, tayeb, nasema maulidi, ambao maana ya maulidi, ukiulizwa maulidi nini, maulidi ni kukusanyika kwa ajili ya kufurahi na kumsifu na kusoma history na biography na sera na tarehe ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wenyewe wanasema hii ni ibada na ina malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali katika hizi zama, wal'iyadhu billah,
Wamechupa mipaka wale waliochupa mipaka kwa kusema mpaka makaburini, yani alhaya albarzakhia kuna maulidi, yani haya maulidi yako katika maisha ya barzakh. Sasa katika huu muhadhara wetu, hii maulidi ni ibada? Mimi nauliza swali, kwa mimi nataka kujibiwa, alafu nyinyi mtauliza, mimi nitajibu. Sasa ni mimi nauliza, nataka kwenu majawabu, alafu nyinyi mtauliza, na kama najua nitawajibu, kama sijui nitasema hilo sijui. Naam. 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 Ahsante. Ahsante. Allah amekuja na jawabu zuri, na kadhalika amekuja na utata unaotumika na watu wazushi. Jawabu alilolitoa, maulidi si ibada, kwa sababu hakuna katika Qur'an wala sunna za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam kuhusiana na hili jambo ambalo wengine husema kuwa ni ibada. Kadhalika Mtume hakulifanya, Mtume hakuliamrisha, Mtume hakufundisha kwamba watu walifanya hili jambo. Wazi? Isitoshe, baada ya kufariki kwake, vipenzi vyake wa kwanza kina nani? Masahaba pia hawakulifanya. Kadhalika wanafunzi wa masahaba hawakulifanya, ambao wanaitwa at-tabi'un, na wale wanafunzi wa masahaba pia hawakulifanya, wanaoitwa nani? Atba'u tabi'in. Hizi ni karne tatu ndugu zanguni. Kuna karne ya masahaba, alafu karne ya wale wanafunzi wa masahaba, na karne ya tatu wanafunzi wa masahaba. Mtume hizi karne tatu amezisifu, kasemaje? Khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, bora wa watu ni wale waliokuwa katika zama zangu, kisha wale watakaokuja na wale watakaokuja. Kwa masahaba wa Mtume hawakufanya, wale matabi'un hawakufanya, atba'u tabi'in hawakufanya. Hivi hawa hawakuwa na ilmu? Sisi ndio tuliokuwa na ilmu? Aljawabu la. Hivi wale hawakuwa na mapenzi kwa mtume wao alayhi salatu wassalam kama vile mapenzi yetu tuliokuwa nao sisi? Aljawabu la. Walikuwa na mahaba na mapenzi ya ukweli na ya dhati kwa mtume wao alayhi salatu wassalam. Wazi? Kwa hiyo maulidi si ibada, bali ni uzushi na ni bid'a. Ama utata aliyoutaja Allah nao ni kuwa maulidi ni jambo ambalo kwamba lina khilaf baina ya maulama. Kusema maulama pia ni kosa tutakapoelewa mwanzilishi wa maulidi ni nani. Wazi? Tutakapoelewa mwanzilishi wa maulidi nani alianzisha maulidi. Wale wanaosoma tarehe, alioanzisha maulidi ni Mshia Al-Fatimiyun Al-Ubaidiyun katika mji wa Misri. Mshia anayemtukana Mtume alayhi salatu wassalam ya kwamba Mtume hakustahiki kupewa risala, aliyestahiki ni Ali, na Jibril amefanya khiana. Anaambiwa na Mola wake aende kwa Ali, yeye akaenda kwa nani? Kwa Muhammad alayhi salatu wassalam. Alianzisha maulidi ni huyu anayewatukana masahaba kwamba Abu Bakar ni kafir, Umar ni kafir, Uthman ni kafir, na Aisha ni mzinifu waliyadhu billah, na kina Hafsa wote motoni kule mji wa Masr. Haya maulidi yakaja yakafa yakapotea kabisa. Mwajua aliyefufua maulidi nani? Ni Mfaransa.
ndiye aliyekuja kufufua maulidi. Wazi? Kwa hiyo khilaf si maneno ya kweli, na wale wanaodai khilaf haizingatiwi. Kuna khilaf zazingatiwa katika sheria yetu, na kuna khilaf ni dhaif jiddan, ni aibu kutaja katika haya masala kuna khilaf. Kwa mfano, ukitawadha watumia nini? Maji. Ukikosa maji, mchanga wa tayammum, sio? Tayyib. Kuna khilaf baina ya maulama, wako wanaosema waweza ukatumia juice kutawadha, juice. Abu Hanifa rahmatullahi ta'ala alayhi asema yajuzu alwudu bin nabidh. Unajua nabidh? Nabidh wakati ule kwa zama zetu hizi ni kusema ni juice ya tende. Walikuwa wakichukua maji, wakimimina ndani yake tende, wakiiacha kama siku 1.5 ama siku 2, inakuwa juice. Alafu nakunywa. Tayeb, yajuzu mimi kuja kuambia Allah, achukua video ama chukua video, usinichukue video. Jazakallahu khair. Allah yahfadhuk na kulipe kila la khair. Yajuzu kwangu mimi kusema kuna khilafu jamaa baina ya kutawadha kutumia avocado na hizi juice za cocktail na tende. Simtaniambia ustaz, sasa hiyo ni khilafu gani? Kwa hiyo sio khilafu yenye kuzingatiwa. Sawa, sio khilafu yenye kuzingatiwa. Na wala msiwasikilize wale wanaopigia debe maulidi kwamba yana khilafu na nini, wana malengo yao wao wenyewe wanaoyajua, wallahu musta'an. Tayeb, khitma, maiti ya mfariki, tukakusanyika baada ya siku 7 au pale pale baada ya kumzika, tukasoma Yasin zetu, kama ni 1, kama ni 2, kama ni 7, kwa idadi yoyote. Hili jambo ni ibada? Aljawab, si ibada. Kwa nini si ibada? Kwa sababu mtume hakulifanya, na hili jambo ni bid'a. Sasa wewe usiangalie jamaa kusoma Yasin na mtume ansema harufu moja wapata thawabu 10. Swali ni kwamba wachana na hii harufu moja, na kwamba nia yako ni nzuri, na kwamba kusoma Qur'ani ni ibada. Tazama ule mfumo ambao ndio sharti la pili. Je, mtume sallallahu alayhi wasallam alizika masahaba wangapi? Wengi, sio? Tayeb, je, mtume hata mara moja hakuwahi kumsomea sahaba Yasin? Iwe leo hii wewe useme kumsomea maiti Yasin yafaa logically, kabla kwenda kwenye Qur'ani na Sunna, huwezi tumia hata akili basi kwamba hili jambo halifai. Wazi? Kumtoa mtu mashetani, ukaleta nazi ukaivunja, ama ukasema waleta ubani wamfukiza yule maiti, yule mgonjwa na mengineo yanayofanya, kwa hoja gani? Kwa dalili gani? Wakati mtume alipatwa na nini? Alishikwa na masi, alirogwa mtume wetu alayhi salatu wasallam, sio? Mtume alitufundisha kwamba aliletewa ruqya, akaambiwa asome qul a'udhu birabbil falaq, qul a'udhu birabbin nas. Ruqya shar'iyya, soma Qur'an, soma dua ambazo zimethibiti kwa mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo kwa kumalizia, ndugu zanguni, al-ibadat la tuqbal illa idha kanat qad fu'ilat lillahi subhanahu wa ta'ala. Al-ibadat la tuqbal illa idha surifat liman? Lillahi jalla wa ala. Wa hakadha ubidat au fu'ilat hadhihi al-ibadat ala wifqi ma jaa bihi al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam. Ibada hazikubaliwi isipokuwa umpelekee Mola wako peke yake, na uzifanye kwa mfumo na utaratibu aliokuja nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tuna mtu wa kulingania kwenye khair, muulize ili jambo lakini mtume alifanya? Akikwambia nilifanya na ni ibada, tekeleze. Kama mtume hajalifanya, koma hapo hapo. Usije ukatoa mali yako, jasho lako, nguvu zako, siku ya kiyama ukafanyaje? Ukaambiwa hauna lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naam.